Katika kuhakikisha kuwa mkoa wa Dodoma unaendelea kufanya vizuri katika sekta za elimu na afya, mkuu wa mkoa huo Bi Rosemary Senyamule kupitia kikao kazi na bodi ya ushauri ya mkoa amewataka viongozi wa ngazi ya halmashauri kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza mwaka huu wanaripoti katika shule walizopangiwa ili kuendelea na masomo yao. Swala la wanafunzi waliobaki kuripoti shuleni, tuendelee kusisitiza 20% ya wale ambao hawajaripoti bado, hasa waliofaulu kwenda kidato cha kwanza, watafutwe walipo. Kazi hii tunaiweza, wala hamna anayeishindwa kati yetu, kwa sababu sisi ndio TAMISEMI wenye wananchi mpaka kijiji. Sisi ndio tunaojua mtoto anakaa wapi, mtaa gani, kitongoji gani. Sisi ndio wenye watendaji mpaka chini, mpaka mwenyekiti wa kitongoji ambaye anaweza akatrace kila mtu mahali aliko. Kwa hiyo naomba jambo hili tukalifanye kwa utashi mkubwa, wala tusilifanye kwa ulegevu, kuhakikisha dhamira ya Mheshimiwa Rais ya watoto kupata elimu. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa Rosemary Senyamule amewahimiza wakulima wa mkoa huo kutumia vizuri mvua za masika kwa kupanda mazao kwa wingi, hatua itayosaidia kuongeza uzalishaji wa chakula na kuepusha hatari ya njaa. Basi tuendelee kuasisitiza huko wakulima wetu. Hizi siku wanazongoja, lakini bahati nzuri wameanza kuvuna. Kuna wilaya zina matamanio ya kuomba chakula, lakini nafikiri sasa hivi hatuna haja ya kuomba chakula, sio? Wameanza kuvuna, kwa hiyo watakula. Lakini endelee kutoa wito kuwa inapowezekana kutoomba chakula tuone ni fahari, ili tuanze kuwajenga wananchi wetu. Inapowezekana, hatuwezi kuacha kila siku, kwa sababu kuna wakati kweli ukame unakuja wenyewe, watu wanakosa chakula, tutakuwa hatuna namna. Lakini inapowezekana, mtu amevuna vizuri, tuanze kumpa elimu ya kutunza chakula cha kumtosha kula mwaka mzima. Ule mtazamo wa kujitegemea ni vizuri tukaanza kujenga mapema kwenye jamii, ili wajue ni fahari kujitegemea. Inapobidi, sisi ni binadamu, sio kila wakati utafanikiwa. Kupata changamoto ya kulazimu kufanya hivyo, basi tufanye kwa sababu kuna changamoto za msingi za kufanya hivyo. Naye Daktari Thomas Lutatinzibwa ameeleza mpango mkakati wa kutembelea wananchi nyumba kwa nyumba kwa lengo la kutoa elimu kuhusu umuhimu wa kujiunga na bima ya afya ili kuongeza uelewa na ushiriki wa wananchi katika huduma hiyo muhimu. Kwa sasa hivi tunatembea kaya kwa kaya kusajili kaya ambazo zina uwezo. Lakini mimi na wewe wakati tutakapofikia kwamba ni kujisajili, tutajisajili nyumbani kutumia kwenye mifumo yetu ya nyumbani, mwenye kompyuta, mwenye simu. Sasa ile mifumo alitoa kipindi ikae sawa, ikishakaa sawa, bila shaka atatoa mwelekeo ni lini. Inawezekana nisiwe katika nafasi ya kutamka ni lini kwamba awamu ya wote itaanza, lakini alitoa kipindi kwamba mifumo ikae sawa, alafu tuendelee na awamu inayofuata. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha ni pamoja na kutoa elimu wananchi waelewe hii dhana nzima ya bima ya afya ikoje. Tutakapo waziri mwenye dhamana akifika kipindi atatoa go ahead, tunaanza kusajili kwa kila mtu. Kwa upande wake, idara ya elimu ya mkoa wa Dodoma imeeleza mikakati mbalimbali inayolenga kuwasaidia wanafunzi waliofaulu kujiunga na kidato cha 5 na cha 6 kupata fursa ya kuendelea na masomo yao bila vikwazo. Sisi kama idara ya elimu au section ya elimu pia tunasaidia kwamba mzazi anaandika barua, anaeleza changamoto alionayo, anaambatisha pia na matokeo ya mwanawe na ile joining instruction ya kule alikopangwa, anatuandikia sisi, alafu sisi tunaiforward TAMISEMI, then yule mwanafunzi anabadilishiwa, baada ya kwenda chuo anaenda shule. Kwa hiyo ndio hatua ya kwanza rahisi ambayo tunaifanya sisi kama level ya mkoa. Lakini kwamba tuwasiliane na elimu na bodi ya mikopo ili wanafunzi wapate mikopo, ili sasa ni swala jingine ambalo sisi labda ni kushauri, lakini hatuwezi tukalisimamia kwa kiasi kikubwa. Isipokuwa hatua za kwanza ni hizo, kwamba tutawasaidia wale watakaoomba kubadilishiwa, na huwa tunafanya hivyo. Lakini pia tujue kwamba huu uchaguzi unategemea na nafasi zilizopo. Kwa hiyo utakuta mwanafunzi amefaulu, atakiwa aende kidato cha 5, kule kumejaa. Kwa hiyo anapelekwa kwenye vyuo. Lakini kinyume chake pia wapo wanafunzi ambao wanakataa kwenda kidato cha 5, wanaenda kwenye vyuo. Kwa hiyo ubadilishaji unaendelea vile vile tu. Kwa hiyo mnakaribishwa, karibuni sana.